Naitwa Hawa Saidi Kasim, ni mkuu katika kituo hichi cha karantini ya Kisakasaka. Hivi sasa tupo katika eneo hili la karantini ya Kisakasaka, ikiwemo pia na machinjio ambayo ni machinjio tunaochinja wanyama, mbuzi pamoja na ng'ombe. Eneo hili la karantini kazi yake kubwa ni kupokea wanyama wote ambao wanaoingia ndani ya nchi kutokea Tanzania bara au katika maeneo mengine ya kisiwa hichi cha Unguja. Tunapokea mifugo tofauti ikiwemo ng'ombe, mbuzi, ngamia, nguruwe na kuku pamoja na hata mbwa. Kazi kubwa ya karantini au lengo la karantini ni kudhibiti wanyama ambao wanaoingia hapa, ni kudhibiti maradhi au kuenea kwa maradhi. Tunadhibiti maradhi kutoka kwa mnyama kwenda kwa mnyama au kutoka kwa wanyama kwenda kwa wanyama na kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Hiyo ndio kazi kubwa ya karantini. Na tunapopokea hao wanyama wanakuwepo hapa kwa kipindi cha muda wiki 2, ambayo katika hicho wiki 2 tunahakikisha kwamba kuna baadhi ya magonjwa ambayo huwa yanaweza yakatokea ndani ya kipindi cha wiki 2, ikiwa mnyama pengine ametoka huko na maambukizi, wakati alipofika hapa hatukuyagundua yale magonjwa au hatukuyagundua yale maambukizi, au pengine mnyama hakuonesha dalili yoyote ya magonjwa. Kazi zetu ambazo tunazozifanya hapa ni tunapokea ng'ombe kupitia majahazi. Kuna eneo letu ambalo ni la bandari, ng'ombe wanashuka au mifugo inashuka. Wakati wanaposhuka tunaanza kukagua pale wanapoteremka kutoka katika jahazi, tunawakagua afya zao, tunawakagua jinsi walivyo, tunawakagua pia kama hawa ng'ombe wako salama, kwamba ni halali ama si halali. Tunatoka nao katika jahazi, tunatoka nao katika bandari, tunakuja nao moja kwa moja mpaka eneo letu ambalo ni eneo tumelitenga maalumu kwa ajili ya kuhifadhia hawa wanyama, ambayo tumetenga mazizi kwa ajili ya kuingia hawa wanyama. Kwa hivyo wanapofika tu hapa katika maeneo yetu ya mazizi, jambo la kwanza tunawahesabu, tujue idadi ya mifugo ambayo ilioingia. Hatua ya pili tunafanya registration ya kupokea vile vibali ambavyo matajiri huwa wako navyo. Vibali ambavyo vinaonesha idadi ya mifugo, inaonesha mmiliki ambaye alona ile mifugo, pia inaonesha kwamba ng'ombe hawa au wanyama hawa wametoka katika maeneo gani huko wanapotoka. Hatua nyingine inayofuata tunafanya sasa ile registration. Baada ya kuona idadi na kuona kile kibali kukihakiki, tunafanya registration. Kuna daftari letu maalum ambalo tuna register kwamba tumepokea wanyama kadhaa kutoka sehemu fulani, na vile vile katika ukaguzi huo wa vibali tunaangalia je, kibali ambacho alichokuja nacho ni sahihi kutokana na idadi ambayo mifugo waliokuja nayo ama si sahihi. Na kama ni sahihi basi taratibu nyingine zinafuata, na kama si sahihi pengine kibali kinaonesha ni ng'ombe 10 lakini pengine kaja na ng'ombe 15 au ng'ombe 12. Kwa hivyo wale ambao walozidi tunatoza faini, ambayo faini yake kwa ng'ombe inakuwa ni shilingi 19,000. Hatua nyingine baada ya kufika ile mifugo, tukishamaliza ile process zote za kufanya registration na kukabidhiwa ile mifugo, hatua nyingine inayofuata ni hatua ya kuweka utambulisho wa yule mnyama katika maeneo yetu hapa ya kazi, ili kutuwezesha sisi kufanya kazi kwa ufanisi na kwa uhakika bila kutokezea zile changamoto. Sasa kila tajiri ambaye anayeshusha mifugo yake hapa, basi huwa kuna namba maalumu ambayo hiyo ni namba inayomtambulisha kwa popote pale katika eneo letu la karantini. Ng'ombe wake atakapoonekana, ikitokea emergency ya kupotea ama kutoka ng'ombe katika zizi, basi tunajua kwamba ng'ombe huyu ni wa nani. Kwa hivyo tuna namba ambazo wanabandikwa wale ng'ombe au wanachorwa wale ng'ombe. Mfano pengine tajiri Azizi Khalid, namba yake ni namba 12. Kwa hivyo ng'ombe wote ambao utakaoona katika zizi namba 12 anajulikana kwamba huyu ni tajiri fulani. Hiyo ndo hatua ambayo tunayofuatia. Hatua nyingine, kuna hatua baada ya hapo ni hatua ya malisho.
Hatua ya malisho, kuna taratibu maalum ambazo tunaziandaa. Ng'ombe anapofika baada ya kukabidhiwa na kufanya taratibu zote, ng'ombe anatakiwa wanywe maji, pia vile vile wapeleke katika malisho. Kwa hiyo tuna daftari letu maalum ambalo tumeliandaa. Kwa hiyo ng'ombe wanapotoka wanahesabiwa, na ng'ombe wanapotoka, yule ambaye anayewatoa wale ng'ombe anaweka saini yake kwamba nimetoka na ng'ombe wangapi na anawapeleka katika eneo gani la malisho. Na wakati wa kurudi vile vile anasema kwamba ameingiza ng'ombe wangapi, tunawahesabu, tunajua idadi yake, idadi aliyotoka nayo ndio sahihi ambayo aliyorudi nayo, na vile tunaangalia mpaka muda ambao aloingia, na anahakikisha kwa kutia saini kwamba tayari amerejesha ile mifugo salama. Tukimaliza hatua hiyo, hapo kuna hatua ambayo kuna baadhi ya matajiri ng'ombe zao huwa wanapeleka machinjioni kwa ajili ya kutayarisha kuchinja. Kwa hiyo ikifika milango ya saa 10 tumeweka taratibu hizo ambazo kwa kipindi cha kawaida tunasema kwa mwezi wa kula mchana, tunaanza saa 10 kutoa ng'ombe kupeleka machinjioni mpaka saa 12 za jioni. Kwa hiyo tajiri ama anawakilisha mchinjaji wake au anamwakilisha mchungaji wake, tunatoa ng'ombe. Kuna daftari letu maalum ambalo hili tumelitenga kwa ajili ya kutoa ng'ombe za kupeleka machinjioni. Kwa hiyo pamoja tunaweka idadi ya ng'ombe ya tajiri alionao, idadi ya zile ng'ombe ambazo zinapelekwa machinjioni, na pia tajiri au mhusika anaweka saini kwamba yeye ndio alotoa wale ng'ombe kupeleka machinjioni.